Jina mimi naitwa Shirinde Helia, mkaaji wa kijiji cha Butuyu, kitongoji cha Bushini. Yaani changamoto ile tupata tangia tarehe 23 usiku wa kuamkia tarehe 22 kuamkia tarehe 23, tulikumbwa na janga la maji. Tukapata shida, yani hapa nilipo hapa hivi, hii barabara haipitiki. Na hii barabara inaunganisha vijiji vitatu. Na kuna kituo cha afya ambacho kinatumiwa na vijiji vitatu. Lakini huduma yote ile ya kijamii sasa hivi haipitiki. Watu wanajifungulia barabarani, inabidi watumie njia za usafiri kwa mfano kama mkokoteni wa ng'ombe, kuvutwa na ng'ombe. Hapa tulipo barabara haipitiki. Kwa hiyo serikali tunaiomba kama kuna uwezekano tupate msaada ili barabara hii ipitike. Shida iliyopo mama wanapata shida hasa ni wazazi na watu ambao wanaumwa. Kwa majina naitwa Zainabu Jinai Maige. Nakaa katika kitongoji cha Bushini, kijiji cha Butuyu, kata ya Bunambiu, wilaya ya Kishapu, mkoa wa Shinyanga. Yaani kuanzia hiyo tarehe 22 kuamkia tarehe 23 tulipata na janga, maji mengi, barabara halipitiki, yaani vitu vingi ambavyo vimesimama. Kwa maana sisi wajawazito tunahangaika twende kliniki, maana ili barabara inapita kwenda kwa hospitalini, wanafunzi wamesimama kwenda shuleni. Yaani watu walikuja ambao walikuja kutoa msaada lakini hawakufika huku. Tunaomba serikali ili barabara iweze kutengeneza. Naitwa Richard John Jimisha. Kwa hiyo tunaiomba serikali ya Samia itengeneze hii barabara. Manake wanafunzi hawaendi hata shuleni. Wale wa TARURA wamekuja kuiangalia barabara wakakomea njiani, hawakufika kwenye tatizo. Kwa hiyo wanafunzi mpaka sasa hivi hawaendi hata shuleni. Wakina mama nao wajawazito wanapoenda hospitali hawaendi, maji yamefurika. Kwa hiyo tunaiomba serikali iangalie kabisa hii barabara, miundombinu, watengeneze hii barabara ili watu waweze kutunusuru sisi wakazi wa Butuyu. Esther Joseph, nakaa kitongoji cha Bushini. Serikali ninaitetea kwamba itusaidie hii barabara tuweze kupita. Wanafunzi hawaendi shule, wamama wajawazito wanasumbuka, wanahangaika, yani hawana pa kukimbilia, wala barabara limejaa maji. Pikipiki hazipiti, zinabajaa na maji. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa majina naitwa Adrian Godfrey Ngere, diwani wa kata ya Bunambiu. Changamoto ya miundombinu ya barabara, kama hii barabara ina miaka 5 haijawahi kukanguliwa. Hii barabara zinatumia kwa haraka kama kata 3 kuitumia. Kwa uzuri mimi nina kituo cha afya kule. Barabara hii mara nyingi wanakuja wakina mama kujifungua kutoka Busangwa, Bubiki, Mwamishoni, Nyasamba na Shigangama, wilaya jirani ya wilaya ya Kwimba. Hii kwa lugha nyingine wanavyosema wenzetu, wanasema hii sio barabara, ni panda. Barabara limeshakuwa na mashimo. Serikali tunaiomba miundombinu itutengenezee. Hata hii barabara sio mara ya kwanza wakina mama kujifungulia njiani. Ni mara nyingi tu, taarifa zingine zilikuwa hazifiki kwa viongozi. Hii mvua iliyokuja kuamkia tarehe 22 kuamkia tarehe 23 ndio imezidi kuharibu. Kimsingi hiyo barabara iko kwenye mahesabu yetu, yani kwa maana kwenye bajeti zetu. Na tunatarajia kuitengeneza, lakini sasa kama unavyoona changamoto kubwa ni hizi mvua zinazoendelea kwa sasa. Tunaitengeneza, lakini ukiacha hilo ni issue ya kibajeti, kwamba bajeti iliyopo ambayo kwenye matengenezo kwa sasa ni ndogo tofauti na uhalisia wa barabara yenyewe. Kwa hiyo tulichokifanya, tuliombea fedha nyingine za dharura za ziada, ukiacha hizo ambazo tulishazireset kwenye bajeti. Kama mahitaji ni makubwa kuliko uhalisia wa bajeti tulionayo mkononi. Mpango wa dharura uliopo, kama nilivyokuambia, mahitaji yao sio ya leo, na ndio maana tuliingiza kwenye bajeti yetu 25-26. Kwa hiyo ina maana tunaitengeneza, kiwango kilichowekwa ni kidogo ukilinganisha na nini na mahitaji ya hiyo barabara. Kwa hiyo tutakachokifanya kwa kutumia hiyo hela ndogo iliyopo, ina maana
tutaondoa vile vikwazo tu vichache ambavyo vinawezekana kwa wakati huu. Wakati huu jitihada za kutafuta fedha kubwa nyingi zaidi unaendelea. Na mtazamaji wa Jambo Media, hapo unaponiona si kwamba nipo mtoni. Hii ni barabara, tena barabara kubwa ambayo inatoka Bunambiu kwenda mpaka katika kata ya Bubiki wilayani Kishapu. Lakini kufuatia mvua za mfululizo kwa siku 3 na kusababisha mafuriko katika kijiji cha Bushini, pia wamekata barabara hii kama unavyoiona, iko kama mto, na wakazi wa eneo hili wanapata tabu kupita. Na nyuma yangu huku kuna zahanati ambayo inahudumia wakazi wa kijiji hiki ambao kwa sasa wanashindwa kwenda, lakini pia kuna wanafunzi ambao kwa sasa hawaendi shuleni kufuatia kukatika kwa barabara hii. Kutoka hapa katika eneo la mafuriko, mimi ni Eunice Kanumba. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii.